Ehe, dada Nori. Habari yako? Salama. Unaendeleaje? Vizuri. Karibu Wadada Center. Asante. Unajisikiaje kuwa sehemu ya familia yetu? Najisikia vizuri. Kweli? Kwa sasa hivi kwa hizi siku ngapi tu ambazo umekaa na Wadada Center? Ukiambia uiongelee Wadada Center unaweza kuiongeleaje? Kwanza kutokana na nilipotoka na hapa sasa hivi, kwa sababu nilipotoka nilikuwa nipo nyumbani. Kwa hiyo experience ya nyumbani na hapa ni tofauti. Nyumbani nilikuwa naamka saa 12, hapa nimekutana na ratiba ya kuamka saa 10:30. Kwa tayari nimeshaongeza experience. Yaani nimeshabadilisha ile ratiba kwenye mwili wangu. Ndio, na kingine kuhusu mafunzo tunayopewa darasani. Kuhusu kama jana mimi ndo mwanzo kupata mafunzo. Kwa kuna jana tulikuta kwenye mapishi. Japokuwa mimi nimesomea kwenye housekeeping, hotel management, lakini kwenye kitengo cha housekeeping. Ila jana nilikutana na mafunzo ya mapishi. Kwamba unatakiwa ujue jinsi ya kuweka ratiba yako. Ukishafika huko kwa bosi wako, pange ratiba. Vyakula, aina vyakula unavyowapikia. Kama hivyo. Okay. Kwa hiyo uliambiwa kwamba upange ratiba ya chakula au ratiba ya nini kwenye? Ratiba ya chakula ili kuokoa muda. Okay. Na aina ya vyakula mkajifunza nini kuhusiana na aina ya vyakula? Kwenye aina ya vyakula unatakiwa kwanza ukifika pale uisome familia ile. Wanakula vyakula gani, ni vyakula gani wao wanavyovila. Alafu baada ya hapo sasa ndo utakutana na mwajiri wako, umuulize kama nahitaji kupanga mimi na ni ratiba ya chakula. Mshauriane kama mtakuwa mnapanga kama Jumatatu ni vyakula vya carbohydrate, Jumanne protini. Okay. Hongera kwa kiasi chake, kwa sababu umehudhuria nadhani darasa mara moja, lakini tayari angalau kuna vitu ambavyo umevishika. Sasa kuna vitu ambavyo viko sawa, lakini pia kuna vitu ambavyo utaendelea kujifunza zaidi. Ni ngumu kujifunza kwa siku moja ukawa umevielewa vyote. Ila lazima uwekeze nguvu kwenye vitu ambavyo vinafundishwa sana, na lazima pay attention. Yaani uhakikishe kwamba yale yote ambayo yanafundishwa wewe unayashika vizuri, na sio tu kuyashika, unajiongeza kuweza kuyaishi hayo ambayo yanafundishwa. Hata kwenye hicho kitengo tu cha mapishi. Hakikisha kwamba sio unafika tu kwenye nyumba ya mtu wewe unaanza kutaka kuandaa tu ratiba. Uzuri umesema mwenyewe kama unaisoma familia wanakula vyakula gani na nini. Lakini sio hivyo tu, unaweza kusema sio kama tu Jumatatu wale tu carbohydrate. Pale mwongozo wetu umeelezea vizuri sana kwamba wanaweza kula carbohydrate, ukiona kuna carbohydrate tu, angalau wana katunda pale, kuna vitamins, unaona kuna matunda mengine yana fats. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kuona kwamba kuna vitu vingine ni vya bei ndogo, unaweza kukuta tu walikuwa wanunui kwa sababu hawajapata mtu wa kuwa encourage kufanya hivyo. Lakini mboga za majani kwa ni shilingi ngapi? Kwanza 500 mboga za majani watu wanapata. Kwa kama walikuwa wanakula vyakula ambavyo havina vitamins, wewe ukiwaambia tu madam mboga za majani ni 500 tu, tuzipike pia tunaongezea hapo kwenye menu yetu ya leo. Au matunda, tuchukue matunda tu tuweke hapo angalau. Hasa kupia kwa watoto. Kujua kwamba watoto unavyoandalia vyakula lazima wachanganyie vyakula vya aina tofauti ili kuweza kuwasababisha wakawa vizuri kiakili na kimwili pia. Kwa hiyo hongera sana kwa hicho kipindi ambacho umehudhuria. Unaonekana ni mtu ambaye ni msikivu na ambaye upo tayari kujifunza. Kwa hiyo umesema pia kwamba umesoma housekeeping. Hongera sana. Bado jambo langu mimi ni lile kama nilomwambia dada Agnes kwamba umesoma ni vizuri. Mtu ambaye anatafuta maarifa kwa kweli ni mtu wa tofauti sana na mtu ambaye atarelax tu. Yaani kusoma ni vizuri, unaondoa ujinga kichwani. Lakini ukishatoa ujinga maana yake lazima yale maarifa unayopata darasani uyaweke kwenye field, uyaingize kwenye kazi. Na kazi ndio hizi sasa. Yaani tena kama nyinyi mlosoma housekeeping, sio ya nini, amwezi wote mkasema tu tutaenda hotelini. Hoteli ziko ngapi? Ziko haziwezi kuwatosha watu wote watakaosoma housekeeping, si kweli? Wengine ndio kama hivi majumbani, wapo watu wengine ambao wako tayari kulipa fedha nyingi. Unafanya kwa sababu kazi ni kazi tu. By the way anasema mchagua jembe si nani? Si mkulima. Kwa hiyo kikubwa mimi nimesoma housekeeping, sijapata kazi hotelini. Nikipata kazi kwa mtu ambaye anaweza kunilipa vizuri, nafanya. Tena faida ambayo unaipata mtu ambaye unafanya nyumbani kwa mtu ni ipi?
Faida ziko nyingi. Ya kwanza ni ulinzi wako, kwa sababu ni sehemu ambayo utakaa, hakuna kusema sijui utakutana na watu gani, vishawishi vya hapa na pale, hakuna. Cha pili, hulipi kodi, hakuna nauli, hakuna nini, unakula kwa bosi, unalala kwa bosi. Kwa hiyo ina maana kama ni kufikia malengo, mtu ambaye anafanya nyumbani kwa mtu sehemu ya kukaa anawahi kufikia malengo kuliko mtu ambaye anafanyaje, anaenda na kurudi kufanya kazi, kwa sababu utaspend hela kwenye nauli. Kuna siku utatokea kuna foleni tena kwa mjini hapa da, utapanda bodaboda angalau uwahi kazini, unaona. Kwa hiyo hizo ekaeka zote, na hujalipa kodi kule nyumbani, na nyumbani hujawatumia sijui hela, sijui ndugu yako gani, sijui una majukumu, mwingine ana mtoto, sijui kama wewe unaye una mtoto. Haya, mwingine ana familia inatuhitaji tuwahudumie ama tuwasupport sehemu. Unajikuta mpaka mwezi unaisha, hata pesa unayoingiza haitoshi nini majukumu ulionayo. Lakini kwetu sisi unakaa kwa mwajiri, unakula, unalala. Ipo taasisi kama hii ambayo inasimamia haki zako. Kama kuna changamoto yoyote una sehemu ya kufanyaje, ya kuripoti. Yani wewe una watetezi tayari. Kwa hiyo unaweza ukaimagine ambapo mazingira yako ya kazi yametengenezwa kuwa marahisi. Yani kwetu sisi kwenye huu mradi, hata ukilipwa 300,000 kwa mfano, hata mtu analipwa tu 1,200,000, achilia nyinyi ambao tutaanza consider kuanzia 300,000, lakini hata 300,000 yenyewe lazima utuonyeshe kwamba una uwezo wa kufanya, kwa hiyo level upate 300,000. Lakini hata mtu analipwa 1,200,000, bado atamzidi mtu ambaye analipwa 300,000 anaenda na kurudi. Kwa sababu mtu anaenda na kurudi akilipwa 300,000, akitoa kodi, akitoa nauli za kwenda na kurudi, akitoa matumizi yake binafsi, hajanunua mafuta, sio ananunua, anakula mwenyewe chakula cha usiku, anafanyaje? Unataka kuniambia mwisho wa mwezi anakuwa mbakiwa na shilingi ngapi? Yaani kama ni mtu mbanaji sana wa matumizi, labda atabakiwa na 100,000. Lakini yule kula atalipwa 150,000. Unaona? Atakuwa na jumla ya 150,000 yake haijaguswa kufanya chochote. Kwa akipokea 150,000 ndo aanze sasa kufanya matumizi. Kwa hiyo utofauti wa watu ni kwamba huyu mwingine anaenda na kurudi, atatumia matumizi ya kila siku mpaka mwezi uishe. Lakini anayekaa anapokea pesa yake ndo aamue nitaifanyia kitu gani. Kwa hiyo karibu sana, nadhani sehemu itakusaidia. Hizi kazi za ndani ni moja ya kazi nzuri sana za kuanzia maisha. Hautazifanya maisha yote, hautazifanya miaka yote, lakini ni sehemu nzuri kwa sababu ni sehemu yenye usalama na ni sehemu ambayo ni rahisi kuwekeza, kutunza, kufanya saving ni rahisi sana. Kwa hiyo karibu sana kwenye mradi wetu. Sina haja kurudia sana, nimeshaongea na Agnes na umenisikia. Onyesha ulichonacho, onyesha thamani. Kitakachokusababisha wewe ulipwe zaidi ni nini? Ni thamani yako. Thamani yako kwenye kazi. Discipline ya kazi. Sawa? Wewe una malengo gani? Kwa kweli mimi nina malengo ya kufungua biashara. Biashara gani? Kwa sababu nyuma kidogo hapo nimeshafanya kazi na mtu anatengeneza juisi. So na mimi nikapenda ile biashara, tayari nimeshafanya research kwamba ni kiasi gani kinahitajika ili uweze kufikia kama jinsi alivyo. Kwa hiyo unataka uanzishe biashara ya juice ambayo wewe unadhani unahitaji kiasi gani cha pesa? Yaani unafanya kazi upate kama kiasi gani uweze kuanzisha biashara yako ukiwa umerelax, yani kama biashara yangu imekamilika. Mpaka wewe una shilingi ngapi? 500,000. Kwa hiyo uko unataka kufanya kazi upate 500,000. Haya, na kwa Wadada Center sisi hapa unaweza ukaona kwa mtu ambaye anafanya kwa level ya smart, kwa mfano ukianzia smart, maana yake una uwezekano wa kutengeneza shilingi 3,600,000 kwa mwaka mmoja. Kwa mtu ambaye atapangwa kwa professional level, ana uwezekano wa kutengeneza shilingi 6,000,000. Hapo ni kutajia level ambazo wewe una probability ya kupambana, kuonyesha kwamba una uwezo ukapangwa. Lakini angalau sasa maana yake vitu vyako vikusaidie, kwa sababu vitu vyako vitakusaidia. Sasa tuonyeshe kwamba angalau unaweza kulipwa 300,000, kwa sababu hata 300,000 ni nyingi kwa kazi za ndani. Ni sawa na mtu ambaye analipwa 500,000 labda kwenye hizo kazi zingine za kwenda na kurudi au za hotelini, au hata 600,000 ndio atakufikia wewe mtu ambaye unalipwa 300,000 kwenye kazi za ndani. Kwa hiyo wewe kwa mfano kama kwa mkataba wetu, maana yake mikataba 2 tu inatosha kukusababisha wewe ukatengeneza zako mtaji na ukaenda ukastate ukafanya kazi zako zingine za biashara. Karibu sana dada Norin. Sisi tukutakie kila laheri. Tupo tayari, taasisi ipo tayari kwa ajili ya kuandaa. Hapa ni jikoni tunawapika, kama unavyoona umefika, umeshaanza darasa, upo kwenye vitendo unafanya, unaelekezwa. Kwa hiyo uwe tu tayari kurekebishwa, kuelekezwa na kufanya na kuwa na nidhamu ya kutosha ili uweze kufikia malengo yako. Vinginevyo tunatakia pia kila laheri kwenye kazi ambayo utapangwa, ukapambane. Ukapambane sana. Haya, asante sana dada Norin.